Movie yetu inaanza katika sehemu ambako kulikuwa kuna party. Party ni ya vijana wa high school katika mji huko Marekani. Sasa katika hali ambayo si ya kawaida, vurugu ziliweza kujitokeza. Mtu mmoja aliweza kufitua risasi katika eneo hili hapa. Basi kila mmoja aliweza kukamata njia yake. Katika nyakati ambazo walikuwa wanatoka, basi tunamwona mwamba mmoja anaitwa Khalili. Khalili aliweza kumkaribisha mwanamke huyu anaitwa Star katika gari lake na kisha akamwambia kwamba ngoja nikupe lift. Basi kipindi ambacho walikuwa wanapanda gari na mwisho kwanza kupiga stories hapa na pale katika gari hili, kumbe watu wao katika siku za nyuma walikuwa wanatambuana, yani kwa kifupi ni kwamba walikuwa na mahusiano. Basi waliweza kudiscuss kwa muda mrefu na mwisho wa siku wakaanza kuenjoy mapenzi yao kipindi cha nyuma. Yani kwa kifupi waliamua basi kupasha kiporo. Baada ya dakika kadhaa, basi kila mmoja walianza basi kushauriana angalau basi warudi nyumbani direct. Khalili alianza kuendesha gari na mwisho wa siku wakasimamishwa na polisi haraka sana. Polisi hao walianza kuuliza maswali mengi na Khalili alikuwa anawajibu kadri polisi walivyokuwa wanahitaji. Basi Khalili aliweza kutolewa nje ya gari lile, na baada ya yeye kuweza kutolewa nje ya gari lile, polisi yule alienda katika moja kati ya gari lake, na hapo katika eneo la gari lile alikuwa anakagua ile ID, yani leseni ya kwa kijana huyu. Hasa kipindi ambacho alikuwa anajaribu kuweza kuongea na Star ndani ya gari, yani alivyokuwa ameweza kuinamia katika mlango wa dirisha la gari hili, hapo ndipo alipoweza kuchukua brush, yani brush lile la kichwa, akaanza kujibrush. Katika nyakati hizo polisi naye akaanza basi kufetua risasi ghafla. Lengo lake polisi ni kujitetea. Nadhani kwamba kijana huyu alikuwa anamiliki bastola, kumbe sivyo. Na polisi kipindi ambacho mmoja kugundua tayari Khalili alikuwa ameshaweza kukata moto. Kwa kifupi Khalili aliweza kufariki pale, na polisi huyu binti huyu aliweza kusoma badge yake, yani ID badge ambayo ipo katika kifua chake, namba 115. Mambo yalizidi kuwa magumu zaidi. Serikali ilianza basi kulipitisha jambo hili katika sehemu ambayo ni ya mahakama, lakini huko mahakamani bado tena binti huyu kipindi ambacho alikuwa anaulizwa maswali mengi, mambo yalizidi kuwa vibaya zaidi, maana bado askari yule ambaye aliweza kumshuti Khalili aliweza kuachiwa mtaani akaendelea basi kufanya kazi zake. Kwa kifupi ni kwamba hakuna kilichoweza kufanyika katika eneo la kanisa. Kipindi ambacho ilikuwa ni siku ya mazishi ya kwa Khalili, basi wa Afrika na watu weusi wengi waliweza kujitokeza katika eneo lile, wakaweza basi kujadili ni namna gani wanaweza kufanya angalau maandamano ambayo ni ya amani, ambayo yatafanya basi tukio hili lizidi kukumbukwa na polisi ambao wanawaua au wa Afrika wa stop katika jambo lile. Haya maandamano alikuwa maandamano ya kwanza kabisa. Katika kipindi ambacho walijaribu kufanya maandamano, vurugu nazo ziliweza kutokea. Kwa hiyo waandamanaji wengi katika eneo lile pale waliweza pia kuingia katika matatizo. Basi familia hii nzima ilikuwa katika kipindi ambacho ni kigumu sana. Maverick ambaye ni baba mzazi wa familia hii, hapo katika siku za nyuma kidogo, kipindi ambacho vijana wao walikuwa wadogo sana, aliweza kueleza wazi nini ambacho kinaendelea katika nchi hii. Aliwafundisha sheria tofauti ambazo sheria hizo ziliweza kuwajenga kuanzia wakiwa wadogo. Familia hii ilikuwa ni vijana watatu, ambako katikati ya vijana hao watatu basi kuna mtu anaitwa Star ambaye ndio mdada aliyekuwa katika familia hii pekee. Maverick alikuwa na mke wake anaitwa Lisa, lakini pia alikuwa na kijana wa kiume ambaye katika familia hii huyu ni mtoto ambaye aliweza kuzaa na mwanamke mwingine ambaye mwanamke alikuwa anaitwa Aisha. Huyu alikuwa anamuita Seven. Seven alikuwa ni kijana wa kiume ambaye ni wa kwanza katika familia hii kabla ya kwake Star. Basi tuendelee huku mbele. Kitu ambacho ni kigeni katika eneo hili ni lile jambo ambalo yule mtu ambaye alikuwa ameweza kumuuzia Khalili madawa ya kulevya ili aweze kwenda basi kuya supply kwa watu mbalimbali katika jamii, ndio kitu ambacho polisi wameweza kususpect, na wanasema kwamba kijana huyo katika historia hapo nyuma alikuwa ni muuzaji wa madawa. Sasa muuzaji wa madawa imekuwa kwaje tena kwa binti huyu, kwa sababu alikuwa atambui jambo lile, ila hii yote ilikuwa ni siri yake, kwa sababu hakutaka kueleza polisi waziwazi, na polisi walikuwa wanamuuliza maswali mengi kuhusiana na jambo hilo, ila Khalili ukweli ni kwamba alikuwa anauza madawa ya kwake Kingslord alikuwa ni rafiki yake mkubwa sana wa babake mzazi Star, ambaye kwa hivi sasa ni watu ambao ni weusi wote kwa pamoja, lakini katika siku za nyuma kidogo walikuwa wanashirikiana katika shughuli mbalimbali. Kingslord alikuwa anamwamini sana mzee huyu, lakini pia aliweza kumpa warning, yani kama vile tahadhari, amwambie binti yake asisubutu kwenda kuongea sehemu yote kwamba Khalili alikuwa anauza madawa ya kulevya au Khalili alikuwa anajihusisha na shughuli za kwake binafsi pamoja na huyu Kingslord. Basi Kingslord baada ya kumpa warning baba yake mzazi, mzee alimind kinoma, hakuhitaji hata propaganda zingine zote pale, akaamua kuchora, akampanga mwanae kabisa kwamba usikae hata siku moja uweze kumwogopa mtu aina yote. Mtoto huyu baada alikuwa na hofu ndani ya moyo wake. Basi wanaharakati tofauti walizidi kumfuatilia katika eneo la nyumbani, katika sehemu ambayo alikuwa anatembea huko shuleni. Mawazo alikuwa anazidi basi kumsumbua. Binti huyu siku moja alivyoweza kufuatiliwa nyumbani na mwanaharakati huyu, aliweza kumueleza waziwazi kwamba kwa hivi sasa anatamani angalau basi siku moja aende
kuingia katika kituo cha television, kituo hicho basi kiweze kurusha matangazo haya. Basi katika nyakati ambazo zilikuwa zinamuumiza sana binti huyu, mama yake mzazi alikuwa anaogopa sana jambo lile kwa sababu linaweza kumsababishia madhara makubwa sana. Wanamjua kabisa Kingslord ni mtu ambaye anapenda sana kutumia silaha. Inaweza kusababisha familia yake kuingia katika matatizo ambayo matatizo haya yakasababisha hali isiyo shwari katika familia hii nzima. Basi kipindi hichi ambacho binti huyu akiwa shuleni, moyo wake ulikuwa unamuuma sana, na moyo wake katika nyakati hizi ulikuwa unamfanya yeye mwenyewe binafsi atamani basi kwenda kuongea mbele za watu, kuongea ule ukweli. Ila marafiki zake wote wawili walikuwa ni marafiki ambao ni weupe, wazazi wake wote ni weupe. Sasa kijana huyu ambaye alikuwa ni mmoja kati ya kijana ambaye anampenda sana Star, anaitwa Chris. Chris alikuwa katika mahusiano naye na alikuwa yuko wazi katika shule hii ambayo alikuwa anasoma. Sasa mabinti hao wawili, siku moja kipindi ambacho binti huyu mmoja ambaye anaitwa Hali aliweza kuongea maneno ambayo si mazuri sana hususan katika swala zima la watu weusi. Akasema kabisa kwamba Khalili ni mmoja kati ya mtu ambaye aliweza kumprovoke, yani alimsababisha yule askari aweze basi kumshuti yeye mwenyewe. Kipindi ambacho anasema wale maneno, basi mwisho wa siku Star aliweza kukasirika sana. Akamuuliza, hivi nikuulize swali moja, mtu akishikilia brush la nywele kichwani, ameshikilia silaha au ameshikilia brush? Mwisho wa siku yule binti akajibu tena kwa jeuri, akasema kwamba ameshikilia silaha, na nyakati hizo inaonekana kwamba alikuwa ameshikilia silaha. Kipindi ambacho binti huyu akiwa anajaribu kuweza kumjibu kwa hasira, hapo ndipo ambapo Star anaweza kuchukua brush lake na kisha akaanza kumtishia nalo. Akamwambia, "Je, hii hapa ni silaha ambayo inaweza kufetuka? Je, hii ni risasi?" Kisha mwisho wa siku yule binti alikuwa analia sana katika nyakati hizo. Basi Chris anaweza kujitokeza nyakati hizo akaanza kufanya kama vile kumpoza binti huyu. Walienda wakakaa sana na wakaanza kuongea, huku baba yake mzazi akiwa katika kipindi ambacho ni kigumu sana katika maisha yake, kwa sababu binti yake ipo katika hali mbaya sana. Sasa kumbuka kwamba binti huyu alikuwa ameshatangaza kwamba katika moja kati ya radio interview kwamba yule mwamba anaitwa Kingslord ni mmoja kati ya mtu ambaye ameweza kusababisha pia Khalili aweze kuuza madawa, kwa sababu Khalili mama yake mzazi alifariki muda mrefu sana. Kwa hiyo Khalili aliwahi kulelewa hata katika familia yao katika kipindi cha nyuma almost miaka 5. Basi walikuwa wanakula chakula chao kipindi ambacho ni cha dina. Hasa nyakati hizo walishangaa kuna kundi fulani la Kingslord lilikuwa nje ya gate lile pale, yani katika restaurant hii. Walikuwa wanawatazama tena kwa hasira, mijitu iliyokuwa imekata kinoma noma. Kipindi ambacho mzee huyu ametoka pale nje, waliweza kuliamsha dude. Hapo askari waliweza kufika, na mwisho wa siku wale askari wakataka basi naye mzee huyu waweze kumkamata. Star alichukua simu yake haraka na kisha akaanza kuwarekodi wale askari. Hapo vurugu tena ilianza kuzidi katika nyakati hizi. Kumbe wakaja kugundua kwamba huyu ndio yule witness, shahidi ambaye aliweza kushuhudia kwamba yule askari namba 115 alihusika katika mauaji ya kwake Khalili. Kumbe askari hawa ni tabia yao ya kila siku. Alichukua muda wake mwingi. Siku moja tena kipindi ambacho hali imekuwa mbaya nyumbani kwao, alienda kuongea na binamu yake ambaye binamu yake anaitwa Carlos. Carlos ni mmoja kati ya mtu ambaye anajihusisha pia na kazi ya uaskari. Pia naye pia ni mtu mweusi. Lakini kibaya zaidi ni kwamba hii tabia imekuwa ni endelevu. Hata watu weusi wenyewe wanauana kwa watu weusi. Askari weusi wanaua pia watu weusi. Hata pia askari weupe na wenyewe pia wanaua watu weusi. Kwa hiyo watu weupe ndio walikuwa wanaweza basi kuaminika sana. Binti huyu anaweza kuligundua jambo lile baada ya kuweza kumuuliza maswali kadhaa, na mwisho wa siku huyu binamu yake aliingia katika mtego wake. Nyakati hizo kipindi ambacho ameweza kukasirika baada ya kuona tukio lile, boyfriend wake ambaye boyfriend huyu anaitwa Chris alikuja kugundua kwamba mwanamke huyu alikuwa katika mahusiano pamoja na yule mwamba, kwa sababu binti huyu ilibidi sasa kumweka wazi baada ya video yake ambayo alienda kuingia katika moja kati ya kituo cha TV kuweza kusambaa sana, na mwisho wa siku akaamua kumweka wazi kwamba mimi ndiye yule witness, mimi ndiye yule shahidi, na sikutaka nikuweze kukuweka wazi kwa sababu jambo hili linaweza kukuingiza katika matatizo, na wewe sio mtu unayehusika katika jambo hili. Familia ya kwake Khalili ilikuwa moja kati ya familia ambayo iko bega kwa bega kuhakikisha kwamba mtoto huyu anaweza kupatiwa haki yake. Maandamano yalikuwa mengi sana katika mji huu. Mji ulikuwa umechafuka, mji ulikuwa umeweza kuchafuka, waandamanaji katika kila kona. Nyakati hizi ilikuwa nyakati mbaya sana katika maisha yake binti huyu. Aliona kama maisha ya kuwa mtu mweusi ilikuwa ni maisha magumu sana. Kwake Kingslord alikuwa ni moja kati ya mtu ambaye alimtesa tena mtoto wa kiume ambaye ni 7, alimpiga sana. Na kisha kwa sababu binti huyu ambaye anaitwa Star alikuwa ameweza kujichanganya kwenda kusema ukweli kwamba yeye ni muuzaji wa madawa ya kulevya katika kituo cha television, na alikuwa pia ameweza kuhusika katika swala zima la kuweza basi kumfanya Khalili aweze kuuza madawa haya. Kwa hiyo binti huyu aliweza kuingia katika msako tena mwingine. Kingslord anawatafuta, lakini pia
huku polisi na wenyewe wamehusika katika mauaji yao. Mji mzima ulikuwa umeweza kuchafuka. Siku moja kipindi ambacho alikuwa katika mji huu, baada ya kwenda kumchukua kaka yake ambaye ni Seven katika nyumba ambayo ni ya Kings Road, alipokuwa ameweza kupigwa sana, huko anaenda kumuiba kabisa. Hasa aliweza kufika mjini na mwisho wa siku mji mzima ulikuwa umechafuka maandamano. Katika hali hiyo ambayo ilikuwa ni hali mbaya sana, aliweza kusimama mbele ya waandamanaji na akasema yale yote ambayo yalikuwa yameweza kutokea katika siku ambayo Khalil aliweza kufa, na akawa anamtetea Khalil. Maneno mengi alikuwa anaweza kusema, lakini neno moja liliweza kusikika pale: Black Lives Matter. Yani maisha ya mwanaume mweusi au maisha ya mtu mweusi yana umuhimu sana, ila polisi waga wasikilizi, waliotembezea kichampo. Maandamano yalikuwa magumu kwa upande wao. Hasa nikupe siri moja kwamba kumbe Kings Road alikuwepo hajaweza kumaliza lile jambo. Alikuja basi tena katika moja kati ya duka la kwake baba yake mzazi ambaye ni mzee Mavic. Alikuja pale mwisho wa siku akaamua kuliwasha moto akiwa na genge lake la wauni. Wazee walikuwepo pale, ilibidi waweze kufanya mchakato. Mwisho wa siku akaweza kumshtua mzee huyu ambaye anaitwa Mavic aweze kufika katika jengo lake ambalo ni grocery. Katika grocery hiyo walifika pale kwa sababu walikuwa kuchukua maziwa yalikuwa kule ndani kwa ajili ya kuweza kuosha macho walikuwa wameweza kupigwa na mabomu ya machozi katika maandamano. Basi katika nyakati hizo aweze kufika mtaalamu huyu ambaye anaitwa Kings Road. Alifika pale na genge lake la wauni. Kilengo lao basi ni kutaka kumfetua mzee huyu ambaye anaitwa Mavic. Ila kibanza hili ni kwamba kijana yake mdogo ambaye anaitwa Sekani kijana mdogo sana, alichomomba stola katika kiuno cha baba yake na kisha akawa anamwambia mzee huyu anaitwa Kings Road, kaa mbali na mzee wangu. Nyakati hizo ilikuwa nyakati mbaya sana. Hapa ndipo ambako movie yetu inakuja kuisha, na inamaanisha kwamba mtoto huyu alikuwa tayari ameshaanza kuchukizwa na yale machafuko yote yalikuwa yanatendeka katika mji huu mzima, na familia nzima ilirudi katika hali ambayo ni shwari baada ya mzee huyu ambaye anaitwa Kings Road kuweza kukamatwa na polisi, na mwisho wa siku familia nzima iliishi kama hapo zamani. Bwana, mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Dondosha comment yako hapo chini uniambie, je, umeonaje kazi hii? Bye bye for now.